Somo linasema hivi: namna ya kuzaliwa kwa moto. Tumeshajifunza sana namna ya kuzaliwa kwa nini? Kwa maji. Lakini Yesu amesema masharti yako mangapi? Uzaliwe kwa maji, halafu uzaliwe kwa nini? Kwa moto. Sema Bwana asifiwe. Sema haleluya. Haya, nikisema haleluya, ninyi mnasema ya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haya, sasa namna ya kuzaliwa kwa moto. Kuzaliwa kwa moto ni sharti ambalo hata Yesu mwenyewe alilitangaza. Na Yohana mtangulizi wake alisema, mimi nawabatiza kwa maji, batizo wa toba, lakini anayekuja nyuma yangu ana viatu vikubwa siwezi kuvaa, kwa sababu yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Bwana asifiwe sana. Atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na nini? Na moto. Nilikuwa napenda kuongelea hawa wazee wa imani. Hawa wazee wa imani wako wangapi? 4. Katika Mwanzo sura ile ya 12 ukiendelea mpaka Mwanzo 50 kuna wazee mashuhuri wangapi? 4. Mzee wa kwanza anaitwa mzee Ibrahim. Mzee wa pili anaitwa Isaka. Mzee wa tatu anaitwa Yakobo, ambaye baadaye jina lake libadilishwa kaitwa nani? Israeli. Alafu mzee wa 4 anaitwa Yusufu. Hao ndio wanatawala sura nyingi za Mwanzo sehemu ya pili. Na sura za awali za Mwanzo sura ya kwanza hadi sura ya 11 kuna matukio makuu mangapi? Sema matukio makuu 4. Matukio makuu mangapi? Tukio la namba 1, uumbaji. Ile sura ya kwanza na ya pili inaongelea habari ya nini? Uumbaji. Alafu Mwanzo sura ya 3 hadi sura ya 5 inaongelea habari ya anguko dhambini na matatizo yake, wanadamu walivyoanguka kwenye dhambi. Alafu Mwanzo sura ya 6 hadi sura ile ya 9 anaongelea gharika ya Nuhu mpaka baada yake. Gharika ya nini? Ya Nuhu. Alafu Mwanzo sura ya 9 na ya 11 anaongelea umoja wa mataifa, mnara wa Babeli. Mataifa 70 yanamwasi Mungu wazi. Kwa hiyo ni juhudi za binadamu kujiokoa, na kila anapojidi kujiokoa anazama zaidi. Wanazama kwenye nini? Kwenye dhambi. Mungu alipomuumba mwanadamu akaweka chaguzi 2, wapige kura ya ndio au hapana kwa serikali ya nani? Ya Mungu. Alipoweka ile miti miwili katikati ya bustani, ilikuwa ni masanduku ya kupiga kura, kwa sababu wanadamu wameumbwa wakapewa utashi, lakini utashi unatumika baada ya kuumbwa. Huwezi kuamua kwamba mimi ni zauliwa au la, ila unaweza kaamua nitafanyaje baada ya kufanya nini? Ya kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Hasa sanduku la kwanza la kupiga kura ni mti wa ujuzi wa mema na nini? Na mabaya. Maana yake ni kwamba unaamua kwamba Bwana, mimi nataka niwe mwenyewe, simtaki Mungu. Ni kura ya kutoitambua serikali ya nani. Kwa hiyo niachie nichague mimi mwenyewe, chema ni kipi na kibaya ni kipi. Niachie mimi, Mungu kae mbali na mimi. Sanduku la pili linaitwa mti wa uzima. Maana yake ni kwamba unachagua wewe mwenyewe kwamba mimi ninafanya agano na Mungu, nataka nifanye agano la milele, nisitenganishwe na nani? Na Mungu. Sasa Mungu anapotangaza kwamba siku mtakayokula hilo tunda utakufa hakika, hakumaanishi kwamba yani utakapokula tunda hilo ni sumu. Unajua kuna sumu ukila, zingine zinaua kidogo, au zingine ukila tayari umenyoka, tayari kwisha. Unaona? Lakini anasema siku utakapokula hilo tunda, wewe utakuwa umejitenga na Mungu. Kwa hiyo hata utaishi kidogo sababu umetoka kwa Mungu, utakuwa na miaka michache, siku chache za kuishi, lakini mwisho wake utafanya nini? Utakufa. Maana yake unaanza kufa kiroho. Ile connection imefanya nini? Imekatwa. Unajua hii simu janja
tuseme simu zote zinahitaji kuchajiwa kila wakati ili zitumike, si ndio? Vipi ikiisha chaji, ikiisha sema low battery, low nini battery, na itaendelea hivyo mpaka itazimika, itaacha kufanya kazi. Kwa hiyo mwanadamu alipofanya hivyo aliamua, ndio maana ataambiwa sawa, uondoke sasa kwenye hii bustani, maana Mungu aliumba kwa siku 6, siku ya 7 akafanya nini? Akapumzika. Na siku ya kwanza ya wanadamu, siku nzima walioishi ni siku ya pumziko, kwa sababu sio kazi yao, ni kazi ya nani? Ya Mungu. Walikuwa wanakula matunda, wanapumzika, wanafurahi pamoja na Mungu. Na Mungu naye siku hiyo alifurahi kwa sababu ya kuwaumba wanadamu wawili wanaopendana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa hilo ni uumbaji. Ukienda kitabu kile cha Mwanzo, utaona matukio hayo manne yanajibiwa kwa wazee mashuhuri wangapi? 4. Na hao wazee mashuhuri 4 wote ni ishara ya ukombozi wa Masihi. Ukombozi, yani kila mzee hapo ni ishara ya Masihi anayekuja. Ndio maana Yesu anaitwa ni uzao wa Ibrahim, ni uzao wa Isaka. Wanasema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa nani? Wa Yakobo. Bwana asifiwe sana. Alafu yule wa tatu Yusufu, yeye ni miongoni mwa wale watoto 12 wa Israeli. Kwa hiyo ni ishara ya taifa la Mungu. Na kuna fungu moja hapa katika kitabu cha Kumbukumbu sura ile ya 32 anzia mstari wa 8. Yule mwenye Biblia hebu soma Kumbukumbu 32 mstari wa 8. Kumbukumbu 32 mstari wa 8. Yeye aliye juu alipowapa mataifa urithi wao, alipowabagua wanadamu, aliweka mipaka ya watu kwa kadiri ya hesabu ya wana wa Israeli. Aliweka mipaka ya watu kwa kadri ya hesabu ya nani? Ya wana wa Israeli. Sasa ni hivi, wana wa Israeli, utakumbuka kwenye Mwanzo sura ile ya 10, mataifa yaliyoasi yanaonyeshwa katika Table of Nations, meza ya mataifa. Ni mataifa mangapi? 70. Sawa. Sasa Mungu alipowaivisha Waisraeli wawe tayari kuyaendea haya mataifa, waende Misri. Walioenda Misri ni wangapi? Ni 70. Watoto wa mzee Yakobo, familia mzee Yakobo, walioenda Misri ni watu wangapi? 70. Sasa aliyewaandaa kwa ajili ya kipindi hicho alikuwa anaitwa mzee Yusufu. Mzee Yusufu, hebu tuanze naye Mwanzo sura ya 37. Mwanzo sura ya 37. Mungu anisaidie nifinye ili somo liwe dogo, maana hili somo linahitaji wiki nzima. Na mimi najaribu kulihubiri tu hapa mbele yenu kwa dakika chache, hata ikiwezekana dakika 10 au dakika 20 isizidi. Twende Mwanzo sura ya 37. Soma rafiki yangu. Naanza mstari wa kwanza. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, ndio katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Ndio. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha, ndio, na wana wa Zilpa, ndio, wake wa baba yake. Ndio. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi ngoja. Kwa kawaida ukisoma historia, kwa sababu kitabu cha Mwanzo kinatawaliwa na vizazi. Hivi ndivyo vizazi vya Adam. Toledot kwa Kiebrania, Toledot. Hivi ndivyo vizazi vya Ibrahim. Hivi ndivyo vizazi vya Isaka. Alafu anaelezwa mtoto wa kwanza. Hapa anapoelezea vizazi, anaposema kwamba hivi ndivyo vizazi vya Yakobo, ilitakiwa aanze Ruben, mtoto wa kwanza ambaye anaitwa nani? Ruben. Lakini anaanza na nani? Yusufu. Kwa nini? Sababu ni hii. Maisha yako bwana, hiyo familia ya Israeli ilikuwa ni majanga tupu. Ruben
kalala na mama mdogo bila. Ndio shida ya ndoa za mitaala. Yaani unakuta mtoto wako wa kwanza yuko sawa na bibi mdogo wa mwisho, hawako sawa kiumri. Kwa hiyo yani hii Ruben akalala na nani? Na mama mdogo. Ni hatari, si hatari? Hatari tupu. Akanyang'anywa sifa ya uzaliwa wa kwanza, na mwenzake ambaye angefaa kuwa mzaliwa wa kwanza kuchukua nafasi ni Yuda. Lakini Yuda matatizo tupu chungu nzima. Ukisoma ukiona 37 pale, alafu nenda 38 utaona majanga ya Yuda. Kalala na mkamwana, yani mke wa mwanae. Alafu akazaa naye kafyatua mapacha. Hatari. Hatari, si hatari? Haya. Mwingine ambaye angechukua nafasi hiyo alikuwa ni Lawi na Simeoni. Hasa Simeoni na Lawi. Hasa Simeoni. Yani hawa ni wanaharakati. Mambo ya kushika sime, wanatembea na sime hapa mkuki, yani wamekaa kivita. Sema kivita. Magaidi, yani hatari. Hebu kumbuka wale watu wa Shekemu wametaka tu kufanya mapatano nao na maridhiano nao, wakaingia na masime, kwanza wakawadanganya, wakamwambia msipotahiriwa hatutawapeni Dina. Na yule mtoto wa Shekemu, huyu Shekemu mtoto wa Hamori alimpenda sana Dina, dada yao. Alimpenda jamani. Dina alikuwa mzuri, sijui alikuwa kisura sielewi. Alikuwa mzuri mno. Hasa sema jamani, nimempenda. Kwa sababu tabia mbakaji, anabaka hapa anachukia. Sasa yeye alimbaka alafu anampenda mno. Sasa wakasema ni mtoto aliyeheshimiwa, sema ili wewe uwe ili ninyi muwe sehemu yetu, maana sisi ni watu wa Mungu. Sisi ni watu wa Mungu. Tuna agano la kutahiriwa tofauti na mataifa mengine wasiotahiriwa. Bwana sifiwe sana. Sasa inabidi na nyinyi mfanye nini? Utahiriwe. Yule kijana sema hamna shida, tuko tayari. Kumbe wameingia kwenye mtego. Walivyoingia kwenye mtego wakatahiriwa wote, lakini wakatahiri na vichwa. Hatari kabisa. Yaani wanasema hivi, komesha ngebe, hamna kuchanganya mbegu takatifu na mbegu ya zambi. Walifanya tohara ya huku, alafu wakafanya na tohara ya kichwa, maana ile pia ni ishara ya kichwa. Tunaelewana? Kichwa ndio haina dhamiri, inaabudu miungu, iko kichwa ndio hakielewi. Sasa nasema watu wa Mungu wanatakiwa wasifungamane na mataifa. Tunaelewana? Kwa hiyo walifanya tohara ya awali na ya pili. Ile ya pili walivyomaliza ndio Yakobo akatoroka, maana alisahau kwamba walifanya na agano na Mungu wakutane Betheli ili wakaungane na Mungu kikamilifu. Hasa badala ya kwenda kuungana na Mungu kikamilifu, wanataka kuja kuungana na wapagani. Kama utasoma vizuri Biblia huko mbeleni, Mungu akasema hawa Walawi ndio wanafaa kuwa watu wa Mungu, maana Mungu si Mungu wa maridhiano kati ya upagani na nini. Wakachaguliwa kuwa makuhani na nani? Wana masime, ila walikuwa hawajazaliwa vizuri, ila wamekaa kisharishari. Kwa hiyo hao nao Yakobo kawalaani, badala ya kuwabariki akasema hao wasikae pamoja. Wakikaa pamoja bwana, wakipanga kitu. Ni kama jeshini wasema mabrigedia wawili hawaruhusi kukaa pamoja kuongea bila rais kuwa katikati. Nchi itapinduliwa. Sijajua kama ni kweli au la. Kwa hiyo wakikutana wawili, rais naye afanye nini? Mabrigedia, sijajua ni brigedia, sijajua ni brigedia general, sijajua mimi vyeo vya jeshi. Lakini hawa jamaa wawili akasema nitawatawanya katika Israeli, waende huko na huko na huko, watawanyike, maana hizi ndume vichwa vimepinduka kabisa. Utazana wamekunywa bangi ni pangwe ni akili ya umbwa. Magari nione katroli, watu kasimizi. Yaani wale watu hapana, hawafai kabisa. Wanahitaji wazaliwe ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kumbuka Biblia inasema msilewe kwa nini? Bali mjazwe nini? Mjazwe nini? Bwana asifiwe sana. Natakiwa tujazwe ubatizo wa nini? Ukijazwa Roho Mtakatifu unakuwa jasiri. Ndio maana Petro muoga anayetishwa na kamwanamwali hivi anamkana bwana wake mara ngapi? Lakini aliposhuka Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, Petro akahubiri, watu 3000 wakafanya nini? Wakabatizwa, wakaingia kwenye maji, mwaga kwenye maji, pigwa ngwala, maji, pigwa, wanywa maji.
maji alafu baadaye wajazwe Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Walijazwa nani? Roho Mtakatifu. Wakawa majasiri, wakaona dunia yote ni mali yao, kwa sababu Bwana ameshinda. Haleluya. Amen. Ubatizo wa moto sio mchezo. Kwa hiyo aliyekimbiza watu kwenye mchaka wa ubatizo wa moto ni Yusufu. Na ndio maana baadaye utaona sasa huku mbele, maana nikijaribu kusoma hapa naona Biblia hapa inahitaji muda mrefu. Kwanza Yusufu alikuwa yeye ni mtu mwenye utambuzi wa mambo ya kiroho. Alikuwa pamoja na ndugu zake wako, yaani badala ya kuguswa na pia pressure, wale watu wengi wanaweza kukushawishi utende maovu, yeye anakwenda kinyume na mapatano ya uovu. Na kuna mapatano ya uovu ya mataifa, kama mmesikia mhubiri akisema Babeli umeanguka, mama wa makahaba na wachukizi wote, umeonyesha mataifa yote mvinyo wa nini? Wa ghadhabu ya uasherati. Yaani ule mnara wa Babeli watu walikuwa naungana dhidi ya Mungu, na Mungu akaamua kufanya ni ule mnara wao wa utawala, Mungu akaufyekelea mbali. Bwana asifiwe sana. Halafu kawaambia tawanyikeni, nenda mkatawale nchi, msikusanyike sehemu moja. Napenda watu wa Dakawa, ndio maana wamekuja huko kuhubiri. Wasikae huko Dakawa, wamekuja huko Dakawa part 2 ambayo inaitwa Miziga. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo sasa huyu Yusufu yeye kazi yake anajaribu kuwabadilisha ndugu zake. Jamani, haitakiwi iwe namna hiyo. Alikuwa na utambuzi wa kiroho. Alikuwa ni kijana pamoja na wana wa Biliha na wana wa Zilpa. Lakini Yusufu akamletea baba yao habari mbaya, anamwambia hapana, haitakiwi iwe namna hiyo. Lakini unaona hapa, basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Tafsiri zingine zinasema ni kanzu yenye rangi mbalimbali. Yaani hao watu wanakuwa wanapokezana ukuhani. Kwa hiyo akaona ile vazi la upinde wa mvua ambao dunia leo imechukua kuifanya kuwa nembo ya ushoga, ni wezi, hao ni majambazi. Wanachukua ishara ya Mungu ya agano la milele, wanaifanya eti ni nembo ya nini? Ya uchafu wa kuzimu, uharibifu. Wakati Mungu ni Mungu wa nini? Wa utaratibu. Zile rangi 7 ni ishara au kamilifu. Kwa hiyo Yusufu alikuwa anavaa kanzu ndefu yenye rangi za upinde, kuonyesha kwamba huyu ni kuhani wa familia, huyu ni mtu wa kiroho, huyu ni mchungaji, huyu ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yusufu alipovaa ile kanzu ndio midomo ikaanza kupinda. Unajua kuna wasanii wanaekti mpaka midomo inaharibika. Kuna mmoja aliharibu mdomo wake mpaka ukawa, mwingine akatoa jicho mpaka likawa gupo kaa gorori, kama jicho linakuwa kubwa kwa sababu ya kutoa. Wanafanya mazuri. Sasa angalia sura mbaya hizo. Watu wambea maneno mengi. Paulo anaambia angalia, msitafutane, msije mkatafunana mkafanya nini? Mkakulana mkameza. Unaona? Wengine tamaa, macho. Basi anasema ngoa jicho, tupa mbali nawe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Asa huyu Yusufu maneno yakaanza kichini, chuki zikaanza kwa anajifanya sana, huyu anajiona mwe. Sasa Yusufu anatembea pale, yeye hajui watu, anacheka nao, kumbe wenzake wanaona nini? Wanaona gei. Anaishi nao, wanakula nao ndugu zake, kumbe wanamfyonya kimya kile. Haya, ndugu naye anajifanya sana. Sasa Mungu akaanza kumuinua juu. Kwa sababu ni mtu wa kiroho, ni mtu wa maombi. Alikuwa ni kipenzi cha baba yake. Baba yake anamsimulia maisha ya uongofu wake mpaka Yakobo akabatizwa. Yakobo akabatizwa Yaboki. Sema Yaboki. Yaboki ndio imembadilisha Yakobo. Ni kupindua asili. Yaboki, Yakobo, Yaboki. Akageuzwa kuwa Israeli. Bwana asifiwe sana. Na Yakobo alibatizwa kwenye Yaboki. Ule mto ulikuwa unaungana na mto Yordani. Ni tawi la mto Yordani. Na kule tunaambiwa kwamba usipozaliwa kwa maji hutaingia nchi ya ahadi. Yordani ndio waliokuwa wanatoka huko nje, wakiingia Yordani ndio wanaingia kwenye nchi ya nini?
ya ufalme wa Mungu, nchi ya ahadi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo utaona hapo Yusufu anapoanza anaoteshwa ndoto. Anaoteshwa ndoto. Kwa hiyo wewe ukishakuwa mwana wa Mungu unapewa na karama za Roho. Karama za Roho Mtakatifu. Mtu yeyote aliyebatizwa anapewa karama za Roho Mtakatifu. Ulipozaliwa kwa maji, unazaliwa pia kwa Roho. Unaanza kuona kiroho. Hiyo ndio maana ya kupaa. Unajua watu wengi leo, dunia imejaa, wanasema hivi, dunia imejaa umizimu na uchawi. Na watu wanaruka kwa ungo. Wanaruka kwa nini? Sasa mimi nikashangaa siku moja nikiwa Ulaya, Ujerumani. Wakaja wazungu kaniletea zawadi nyingi. Katika zawadi hizo nikapembua zile ambazo naona hizi ni alama za shetani moja kwa moja, nikazichambua nikaziweka mbali. Sasa kulikuwa na kibao kimoja ambacho mimi niliona ni kibao kizuri tu mtoto akikichezea. Bwana wewe. Kilichotokea, mtoto aliposhika kile kibao akawa anakiangalia. Mwanangu binti anaangalia kile kibao. Sasa alipoanza kwa anaangalia akawa analieleza maana yake. Yaani yeye ameshaelewa. Mimi sielewi. Basi alipokuwa anashika kile kibao, naona tu akawa anashika afa anaruka. Yaani anaruka kutoka pembe ya nyumba hadi kwenye chumba tunachoishi. Sebuleni pale. Naona mwanangu anaruka na nini? Akili ikazinduka. Hiki kibao kinamfundisha mtoto kuruka kwa ungo. Nikamnyang'anya. Nikaificha mahali fulani asione. Halafu nikamwambia Mungu wangu, yaani huyu aruke kwa ungo. Naomba umjaze Roho Mtakatifu ili aruke kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Sasa hiki kitabu kitakatifu kikiangalia sana ni kibao cha kuruka kwa Roho Mtakatifu. Ni kibao. Yohana anasema na alikuwa katika Roho siku ya Bwana. Yaani kwa sababu yupo katika siku ya Bwana na mtafakari Bwana. Heri mtu yule anayetafakari sheria yako. Anatafakari mpaka naota mabawa na mpaka anakuwa sio mwanadamu, kana anakuwa wa kiroho na haleluya. Bwana asifiwe sana. Paulo anasema nalirushwa mpaka mbingu ya tatu, yani makao makuu ya kiti cha enzi. Kwa sababu gani? Ubatizo wa Roho. Ubatizo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yusufu akaanza kuonyeshwa mambo yanayokuja. Yeye ni nabii, wenzake hawaoni, wanaona tu, wanatochi. Yani kila mtu ana katochi kadogo, kingine kinaona hapa, lakini Yusufu ana tochi inayoona mbali. Akasema nikaona miganda yenu inanizunguka, na ile miganda inanizunguka, halafu ikainamia mganda wangu. Nasimulia sasa, maana ukiwa na muda soma Biblia yako vizuri, fanya urafiki na hiki kitabu. Ndugu zako wasema, tunakuelewa wewe. Una kiburi. Ina maana wewe unataka kututawala. Yaani wewe mdogo wetu uje kuwa mtawala wetu, uje kututawala, haiwezekani. Subutu, haiwezekani. Kwa hiyo maneno yakaongezeka. Baba yake anatafakari. Kana kwamba haitoshi, Mungu akaamua andike kwa rangi za nyota. Akasema hivi, nimeona nyota 11 zinaninamia. Nimeona nyota ngapi? Kana kwamba haitoshi, mwezi nao ukaniinamia. Halafu jua nalo likafanya nini? Likaniinamia. Yaani Yusufu amemzidi hata jua. Wote wanamuinamia. Mpaka baba sasa hapa analalamika. Yaani uzalendo kawashinda. Baba yeye alikuwa anatafakari. Ndugu zako wanalalamika, wanachukia. Lakini baba mpaka sasa anasema, mwanangu umezidi mno. Yaani mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukuinamie. Wewe umekuwa nani? Kumbe hawaelewi. Maana yake ni ubatizo wa moto. Israeli alibatizwa kwa maji, lakini Yusufu alibatizwa ubatizo wa nini? Wa moto. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hapo tunaanza kuona Yusufu baba yake akamwachia majukumu. Yeye sasa ndio akawa anawatembelea ndugu zake wanapoenda kuchunga, yeye ndio anatembea, anaenda na wakagua, anarudi. Wakasema, ngoja tumkomeshe. Jamani, mwenye ndoto huyo. Ni vizuri sana kuitwa mwenye ndoto.
Mtu mwenye ndoto huyo anakuja, muotaji anakuja, simfanyaje? Wakaanza kupanga njama sasa. Wale majahidina wale Lawi na Simeon wakasema, huyu Shimoni tumuue, tumtupe wapi? Shimoni. Ruben akasema, usifanye hivyo, tusimuue, tumtupe wapi? Shimoni tu akiwa hai, kwa sababu hataweza kutoka, tumtupe kwenye nini? Kwenye shimo. Haya, walivyomtupa kwenye shimo, baadaye Yuda akapata wazo. Kumbe nani? Ruben alikuwa na nia nzuri. Alikuwa hana uwezo wa kuwakataza hao watu wasifanye maovu. Ruben, yani mzaliwa wa kwanza, lakini alikuwa hana uwezo. Kwa hiyo alikuwa anawadanganya kwamba tumtupe kwenye shimo ili baadaye wakiondoka aje amchukue, ndugu yangu twende, hawa jamaa watakuua, ampelekee nani? Baba yao. Sasa wakati Ruben alipotoka alijifanya kwamba anachunga huko, lakini anawaza kwamba nikirudi naenda kumtoa jamaa. Sasa Yuda akamzidi kitu, akamwambia, jamani, huyu ni ndugu yetu, tukimuua tutapata hatia ya kumwaga nini? Damu. Tumuuze. Hela zimeingia, halafu hajafa. Wakamuuza kwa vipande 20 kwa Waishmaeli. Walipomuuza, wakakaa wanakula chakula kimelitwa na nani? Na Yusufu. Chakula kimelitwa na nani? Na Yusufu. Alafu wanakula, alafu Yusufu tayari analia, jamani, mnaniuza mimi jamani, mimi nataka niende nyumbani. Nataka niende kwa baba. Mimi nataka niende kwa baba. Mnanipeleka wapi huko? Wakasema, wewe tulia, wewe dogo. Tutaona ndoto zako zitakavyotimia. Wakampeleka Yusufu. Alipopeleka huko Yusufu Misri huko, akawa ni mtu wa karibu na Mungu. Alikuwa ni mtu wa karibu na baba yake Yakobo. Lakini sasa alipokuwa mbali na baba, mwana kipenzi wa baba, akageuka kuwa mwana kipenzi wa Mungu. Kwa hiyo akawa karibu na Mungu. Kwa hiyo kwa mambo ya maombi alikuwa anaongea na Mungu, alikuwa anaongea na Mungu kama rafiki. Alikuwa karibu naye. Alikuwa ni mtu wa maombi, ni mtu wa kiroho, ni mtu wa neno. Hata anapoingia kwenye majaribu, Potifari naye akaona sasa, nimepata kifaa. Huyu jamani mchapa kazi. Kumbe kazi, nguvu zile sio za kawaida. Akaona kabisa amebarikiwa kwa sababu ya nani? Ya Yusufu. Akampandisha chakawa mtumishi mkuu wa nyumba yake. Yeye anaangalia shamba boy, alafu yeye ndio house boy. Yaani mambo ya nyumbani na mambo ya shamba anaangalia Yusufu. Wanyama wake, mifugo, mashamba anaangalia, akagawa Yusufu. Lakini baadaye tunaona yule mke wa Potifari kamtamani Yusufu. Asema, huyu kijana anapendeza, yuko vizuri. Kwa nini sasa huyu kijana nisimtwae awe secret lover, awe mpenzi wangu wa siri? Yusufu akamwambia, siwezi kufanya dhambi hii nimkose baba yangu wa mbinguni, alafu nimkose mume wako ambaye ni bosi wangu. Amenipa kazi kubwa sana. Hiyo kazi ndio napaswa kuifanya, sio biashara nyingine ya pembeni. Kwa hiyo Yusufu pia alikuwa sio tu mtu wa maombi, alikuwa ni mtu wa neno, mtu wa kusikiliza neno la nani? La Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa Mkristo, unapobatizwa, wewe uwe mtu wa kusoma Biblia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuitafakari sheria ya Bwana mchana na nini? Na usiku. Alafu uwe mtu wa maombi. Ni mtu wa nini? Wa maombi. Unapokaa mbele za Bwana muda mrefu unabadilishwa. Alafu kama ulikuwa ni mtu mwenye kinyongo, mtu mwenye chuki, mwenye asili ya dhambi, unabadilishwa asili yako ya ndani. Katika Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 18 anasema, tunasimama mbele za Bwana. Kwa kadri tunapozidi kusimama mbele za Bwana na kuongea naye muda mrefu, tunabadilishwa toka utukufu hata nini? Hata utukufu. Tunakuwa watu wa rohoni, tunakuwa ni watu wa kiroho. Mtu wa kiroho, mtu ambaye anaomba sana, mtu ambaye anasoma Biblia sana, huyo ni mtu anapaa. Haleluya. Amen. Yaani mtu huyo ni malaika ameota mabawa. Sema, unapaa kwa Roho Mtakatifu. Unapaa kwa Roho Mtakatifu. Yaani unakuwa wa kiroho. Hata ukilala wewe ulali, wewe uko macho, kwa sababu wewe unawaka moto